آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, leo tunalianza rasmi somo letu la nahau kupitia kitabu chetu cha Al-Awamilul Mi'a fi usul ilmi al-Arabiyya. Al-Awamilul Mi'a fi usul ilmi al-Arabiyya, maana yake vitenda kazi 100 katika misingi ya elimu ya Kiarabu. Tamam, hakadha. Baada ya kulitambua jina la kitabu, tupate taarifu fupi ya mtunzi wa kitabu hichi. Mtunzi wa kitabu hichi ni al-alimu al-allama اللغوي إمام البلاغة أبو بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني. Ni mwanachuoni mkubwa wa balagha kiasi akafikia hatua ya kuitwa Imamul Balagha, imamu wa elimu ya balagha. Kwa nini ameitwa imamu wa elimu ya balagha? Kwa sababu yeye ni miongoni mwa waasisi wa fani kuu mbili za elimu ya balagha. Kwa sababu elimu ya balagha tarikhi yake huko nyuma haikuwa ni elimu ambayo imeandikwa kwenye kitabu. Tamam, haikuwa hivyo. Ilikuwa ni elimu ambayo inafahamika kwa kupitia rasail, vikaratasi ambavyo vimeandikwa nukta 2-3. Na haimaanishi kwamba ilikuwa ni elimu ambayo haifahamiki, hapana. Elimu ya balagha ilikuwa ni maumbile katika maumbile ya lugha ya Waarabu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo kabla ya hapo elimu ya balagha ilikuwa inafahamika kwa Waarabu na vile vionjo vyake, lakini ilikuwa si elimu ambayo ni mudawwan, si elimu ambayo iliyoandikwa. Na mwanzoni mwa jambo lake ilikuwa ni vibarua tu vinaandikwa, vikaratasi zikiandikwa nukta 2-3 za kuelezea elimu ya balagha. Tamam, hakadha. Lakini baadaye katika karne ya 2 Hijiria, ikikusudia mwaka 200 Hijiria, akaja Ibn al-Mu'taz. Yeye akawa ndiye mtu wa kwanza kutunga kitabu mustaqil katika elimu ya balagha, na yeye kitabu chake kilikuwa kielezea ilmu al-badi'. Ibn al-Mu'taz amekufa mwaka 296 Hijiria. Baada Ibn al-Mu'taz mwaka 400 Hijiria, ambao ni karne ya 4 Hijiria, al-Imam ambaye kunia yake ni Abi Bakar, yeye mwenyewe ni Abdul Qahir ibn Abdul Rahman al-Jurjani, akaja kuasis elimu ya balagha kwa kuasis elimu 2 kuu ndani ya somo la balagha, nayo ni ilmu al-ma'an. Na elimu hii aliandika kwenye kitabu chake cha Dalailul Ijaz, lakini pia akaasis ilmu al-bayan ambayo aliandika kwenye kitabu chake cha Asrarul Balagha. Na baada yake ndio akaja al-Imam az-Zamakhshari. Al-Imam az-Zamakhshari alikuwa ni Mu'tazila. Tamam, lakini sisi hatukatai ubora wake, tunamtukuza. Huwa imamun fi al-Mu'tazila wa imamuna. Yeye ni imam katika madhhabu ya Mu'tazila, lakini pia ni imamu wetu. Al-Imam az-Zamakhshari kupitia kitabu chake cha Al-Kashaf, ambayo ni tafsiri ya Qur'an na ndiyo tafsiri ambayo inategemewa pia miongoni mwa tafsiri tegemezi, tafsiri kubwa sana. Akaja pia mula ya asis na akaja kuiandika hii elimu ya balagha katika upangilio mzuri zaidi.
Kwa kuwa al-Imam Abdul Qahir ibn Abdurrahman al-Jurjani ye aliasisi elimu mbili kuu za balagha, ilmu al-ma'an wa ilmu al-bayan, na akawa ametunga katika masuala ya lugha upande wa nahau, balagha na fani nyingine za lugha, vitabu ambavyo ni tegemezi, ndio akagewa lakabu ya kwamba ni lughawi, lakini pia akagewa lakabu ya kwamba ni Imamul Balagha. Tamam, hakadha. Al-Imam Abdul Qahir al-Jurjani mwaka wake wa kuzaliwa haujabainishwa wazi, kwa maana hakuna anayetambua mwaka wake wa kuzaliwa kihakika, lakini mwaka wake wa kufa unafahamika. Amefariki mwaka wa 471 Hijria, kwa maana amefariki karne ya 4 Hijria. Al-Imam Abdul Qahir ibn Abdurrahman al-Jurjani huyu ni Farisiyul asli, ni Farisiyul asli, asili yake ni Mfursi, asili yake ni Mfursi. Na wala usishangae hilo, kuona na kuwaje Mfursi awe ni Imamul Balagha na lughawi kisha asitokee Mwarabu akawa na sifa kama hiyo, wala si ajabu. Imamuna al-Bukhari rahimahullah, Imamul Muhaddithin, yeye pia si Mwarabu. Al-Imamul Bukhari yeye pia ni si Mwarabu, lakini ni Muislamu, na Uislamu si dini ya Waarabu tu, Uislamu ni dini ya tabaka zote za wanadamu. Kwa hiyo si jambo la kushangaza ukishangaa kwamba al-Imam Abdul Qahir al-Jurjani yeye ni Mfursi na akaja kuwa ni Imamul Balagha, basi shangaa pia na Imam Bukhari pia si Mwarabu, lakini nini, naye ni Imamul Muhaddithin. Tamam, hakadha. Kwa Imam Abdul Qahir ibn Abdurrahman al-Jurjani yeye ni Farisiyul asli, yeye ni Mfursi, lakini Jurjaniyud dar, amezaliwa na kukulia katika mji wa Jurjan. Mji wa Jurjan ni mji ambao upo kaskazini mwa Iran, kaskazini mwa Iran, biqurbi bahri Qazwin, karibu na bahari ya Qazwin. Tamam, hakadha. Lakini pia al-Imam Abdul Qahir ibn Abdurrahman al-Jurjani Shafi'iyul madhhab, madhhabu yake ya kifiqhi ni Shafi'i, kwa maana ni madhhabu, anafuata madhhabu ya al-Imam Shafi'i. Lakini pia Ash'ariyul aqida, pia al-Imam Abdul Qahir ibn Abdurrahman al-Jurjani upande wa aqida ni Ash'ira, upande wa aqida ni Ash'ira. Tamam, hakadha. Kwa tunasoma kitabu cha bwana mkubwa kama huyu katika upande wa somo la nahau. Ni kitabu maarufu, kinafahamika, na ni kitabu ambacho kama alivyoeleza mwenyewe mwisho wa kitabu kwamba ni kitabu ambacho anakihitajia mwanafunzi mwenye kuanza elimu ya nahau, na hata yule ambaye ni mjuzi tayari wa elimu ya nahau anahitajia akipitia kitabu hichi na yapate yale machache ambayo yako ndani ya kitabu hichi. Hadhir, naam. Kitabu chetu kinaanzia mwanzo, lakini sisi kinaanzia mwanzo katika ukurasa namba 5, lakini sisi insha Allah taala tutaanzia katika ukurasa wa 15, kwa sababu yanayotakiwa kuanza mwanzo ndio tushaanza nayo tayari. Tamam, hakadha. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anasema Sheikh ambaye ni muhaqiq wa kitabu hichi, kuna mukaddima ambao ameutanguliza muhaqiq wa kitabu hichi. Ni mukaddima mzuri sana kiasi nikaona tukiupita pasi na kusoma au kuangalia tutakuwa ni kama tumepata hasara. Kitabu chenyewe kinaanzia, kitabu chenyewe cha Imam Abdul Qahir kinaanzia ukurasa wa 21, utaona kumeandikwa al-muqaddima, lakini sisi tutaanzia kwenye ukurasa wa 19. Tutaanzia kwenye ukurasa wa 15 wa kitabu chetu,
kwa lengo la kupata mukaddima aliyouandika muhaqiq wa kitabu hichi. Kuna mtunzi na muhaqiq. Mtunzi ndiye mwenye umiliki wa kitabu. Muhaqiq ni ule ambaye amekiandika kitabu hichi na akakipitia kiasi akikusudia kukiandika kwa usahihi na kuondosha makosa yake. Tamam, hakadha. Kwa tutaanza katika ukurasa wa 15 wa kitabu chetu, ukurasa ambao maneno yanayoanza hapo ni maneno ya muhaqiq wa hiki kitabu. Anasema Sheikh, haqiqatu al-amil wa aqsamu. Akusudia hadhihi haqiqatu al-amil wa aqsamu. Huu ni uhakika wa amil na vigawanyo vyake. Kwenye huu mukaddima ambao unaanzia hapa, muhaqiq wa kitabu hichi amekusudia kutueleza amil na amekusudia pia kutueleza maamul na vigawanyo vyake, na akakusudia pia kutueleza amal na vigawanyo vyake. Tamam, amekusudia kutueleza amil na vigawanyo vyake, lakini pia amekusudia kutueleza maamul na vigawanyo vyake, na amekusudia pia kutueleza amal na vigawanyo vyake. Na hivi vitu vitatu ndiyo nguzo za i'rab, kama namna atakapokuja kutueleza muhaqiq wa hiki kitabu. Tamam, hakadha. Anasema haqiqatul amil wa aqsamu. Kusudia hadhihi haqiqatul amil wa aqsamu. Huu ni uhakika wa amil wa aqsamu na vigawanyo vyake. Tamam? Anasema Sheikh, arkanul i'rabi thalathatun. Nguzo za i'rab ni tatu. Wahia nazo al-amilu ni amil, wal ma'mul na ma'mul, wal amalu na amal. Kabla kuangalia amil ni kitu gani, ma'mul ni kitu gani, na amil na amal ni kitu gani, tuangalie kuna nini maana ya i'rab. I'rab taarifu yake maarufu huwa taghyiru awakhir al-kalimi, huwa taghyiru awakhir al-kalimi, ni yale mabadiliko yanayopatikana mwisho wa maneno, biikhtilafi al-awamil, kwa vile vitendea kazi tofauti ad-dakhilat alaiha, vinavyotangulia katika maneno hayo. Tamam? I'rab ni yale mabadiliko yanayopatikana katika maneno kwa sababu ya vile vitendea kazi tofauti vinavyoingia katika maneno hayo, akikusudia vinavyotangulia katika maneno hayo. Tamam, hakadha. Sasa i'rab ina nguzo zake, ndio hizi ambazo tunaelezwa. Akasema wahia nazo al-amil. Nguzo ya kwanza ya i'rab ni amil. Amil kwa Kiswahili ni kitenda kazi, kitenda kazi. Wal ma'mul na ma'mul kwa Kiswahili ni mtendewa au mwenye kuathirika kwa sababu ya kitenda kazi ambacho ni amil. Wal amal, amal kwa Kiswahili ni atharul amil. Nini atharul amil? Ni ile athar iliyosababishwa na amil. Au pia unaweza kusema wal amal, na amal kwa Kiswahili ni ile athari ya amil ambayo inaonekana kwa maamul. Tamam, hakadha. Kwa Kiarabu tunaweza kusema al-amal huwa alamatun tadullu ala athari al-amil ala al-ma'mul. Amal kwa Kiarabu tunaweza kusema huwa alamatun tadullu ala athari al-amil ala al-ma'mul, ni ile alama inayoifahamisha athar ya amil ala al-ma'mur juu ya ma'mul. Tamam, hakadha. Kwa amil ni kitu gani? Amil ni kile kitu ambacho kikitangulia kina uwezo wa kuathiri kitu kilichokuwa mbele yake, na hicho kitu kilichokuwa mbele yake ndio maamul. Tamam, hakadha. Na ile athar inayopatikana kwa maamul ambayo ni raf'u au nasbu au jazm,
au sukun ndiyo nini? Ndiyo inaitwa amal. Mathalan tukisema dharaba zaidun amran, dharaba zaidun amran, Zaid amempiga Amran. Katika hii jumla kuna amil wa kwanza ambaye ni dharaba. Dharaba ni amil aliyemuathiri Zaidun akawa ni marfu'un. Dharaba ni amil aliyemuathiri Zaidun akawa ni marfu'un, lakini pia Zaidun naye pia ni amil aliyemuathir Amran akawa ni mansubun. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ile raf'un kwa Zaidun ni amal, kwa maana ni alamatun tadullu ala athari al-amil ala al-ma'mul, ni alama inayofahamisha kwamba Zaidun ni ma'mul wa dharaba, Zaidi ameathiriwa na dharaba. Kule kuingia rafu kwa Zaidi kumesababishwa na fiili ambayo ni dharaba, lakini pia Amran kule kuingia nasbu kumesababishwa na Zaidun. Tamam, hakadha. Kwa Sheikh akasema arkanul i'rab thalathatun, nguzo za i'rab ni tatu, wa hiya nazu al-amil ni amil, wal ma'mul na ma'mul, wal amal na amal. Tamam, ambaye amil ni kitenda kazi chenye kuathir, wal ma'mul na mtendewa mwenye kuathiriwa na amil, wal amal ni ile alama inayofahamisha athari ya kitenda kazi juu ya mtendewa. Tamam, hakadha. Wa inma, na hakika si vinginevyo, ju'ila hadhihi thalathatu, vimefanywa hivi vitu vitatu, arkanan, kuwa ndio nguzo za i'rab, lianna alkalimata alarabiyata, kwa sababu tamshi la kiarab la takhruju an thalathin, haliwezi kutoka katika hizi hali tatu. Imma an takuna ma'mulatan, imma tamshilo liwe ni ma'mul. Hadha nishafahamika ma'mul ni kitu gani, kwa maana imma an takuna ma'mulatan, imma tamshi hilo liwe katika hali ya kuwa ni ma'mul, kwa maana liwe katika hali ya kuwa ni lenye kuathiriwa na amil, au amilatan, au liwe katika hali ya kuwa ni amil, kwa maana liwe katika hali ya kuwa lenyewe ndio lenye kuathiri kile kilichokuwa mbele yake, au muhmalatan, au liwe katika hali ya kutofanyishwa kazi. Muhmala ni kutofanyishwa kazi. Sasa usichanganye vitu hapo. Hapo juu tumeelezewa nguzo za i'rab, na nguzo za i'rab ni hizo tatu. Baada ya kumaliza kutueleza nguzo za i'rab, akaingia kutueleza hali tatu ambazo tamshi la kiarabu haliwezi kuepukana na hali hizo. Kwa hiyo hizo za juu, hizo nguzo za juu ambao ni amil, ma'mul na amal ni vitu vingine, na hizi hali tatu za chini ni vitu vingine. Tamam, hakadha. Isije ukachukua hii muhmala, usije ukalichukua tamshi la muhmala ukalijalia kuwa ndio amal. Hapana, zile za juu ni nguzo na hizi za chini ni hali. Tamam, hakadha. Lakini tumwangalie huu muhmala ni kitu gani sasa? Ni kitu gani? Muhmala ni aljumlatu allati la mahalla laha min al-i'rab. Kisikia muhmala ni aljumlatu allati la mahalla laha min al-i'rab. Muhmala ni ile sentensi ambayo haina nafasi katika i'rab. Tamam, hakadha. Kwa hiyo tamshi la kiarab aliwezi kuepukana na hali ngapi? Tatu. Hali ya kwanza ni aliwezi kuepukana kuwa ni ma'mul, lazima liwe ni ma'mul, au liwe ni amila, au liwe ni muhmala. Na kama tulivyosema kwa muhmala ni aljumlatu allati la mahalla laha min al-i'rab. Mfano wake, mfano muhmal, aljumlatu al-mu'tarida. Aljumlatu al-mu'tarida, ile sentensi yenye kuingilia kati. Katika lugha ya Kiarabu kuna sentensi. Sasa huja ikaja sentensi ya Kiarabu, kisha katikati yake ukaa kuna sentensi yenye kuingilia kati, inaitwa aljumlatul mu'tarida. Na sentensi hii mara nyingi huwa inawekewa alama mbili mwanzoni mwake na mwisho mwake. Alama za nini? Alama kama alama za kutoa zile. Tamam, hakadha.
Hata sentence hii nafasi yake ni nini? Al-muhmala. Sawa sawa. Kwa sababu gani? Haina nafasi katika nini? Ile sentensi ya Kiarabu. Tamam, ndio ikaitwa nini? Muhmala. Lakini pia jumlatu tafsir, ile sentensi ya tafsiri pia ni muhmala. Sentensi ya tafsiri ni ipi? Ni ile sentensi ambayo inakuja baada ya harfu tafsiri. Harfu tafsiri ni ipi? Ni ile ai. Huja mtu akazungumza maneno kisha akasema ai akimaanisha kadha wa kadha. Ile sentensi inakuja baada ya ai inaitwa jumlatu tafsir, nayo ni muhmala. Tamam, hakadha. Kwa hiyo baada ya Sheikh kutueleza arkan al-i'rab ambazo ni tatu, ambazo ni amil, ma'mul na amal, akaja kutueleza hali ambazo tamshi la Kiarabu haliwezi kuepukana na hali hizo. Nazo ni tatu: ma'mulatan, amilatan au muhmala. Tamshi la Kiarabu aliepukani kuwa ni ma'mul au kuwa ni amil au kuwa ni muhmala. Tamam, hakadha. Baada ya hapo sasa Sheikh kwa kuwa amekusudia kutuelezea uhakika wa amil na vigawanyo vyake, akaingia rasmi kutuelezea huo uhakika wa nani? Wa amil. Tamam, hakadha. Akasema wal amilu huwa al-mu'athiru al-haqiqi indahum, kwa maana inda an-nuhat au inda ulama al-lugha. Tamam, hakadha. Na amil huwa al-mu'athiru al-haqiqi, amil ndiye muathiri wa hakika indahum, kwa wanawazuoni wa nahau au wanawazuoni wa lugha. Muathiri wa hakika sehemu gani? Fil kalimati, katika lile tamshi ambalo ni lenye kuathiriwa na amil, nalo ni ma'mul. Tamam, hakadha. Wal ma'mul, na ma'mul huwa al muatharu, ndiye mwenye kuathiriwa na amil. Wal ma'mul, na ma'mul huwa al muathar, ndiye mwenye kuathiriwa na amil. Wal amalu, na amal huwa atharu al-amil, ni ile athari iliyosababishwa na amil. Kama tulivyosema, al-amal huwa alamatun, ni alama, tadullu, alamatun ni alama ambayo tadullu, inayofahamisha ala athari tadullu ala athari al-amil ala al-ma'mul. Tamam, hakadha. Al-amal, amal alamat ni ile alama ambayo tadullu ala athari al-amil ala al-ma'mul, inayofahamisha athari iliyosababishwa na amil ala al-ma'mul kwa ma'mul. Tamam, hakadha. Sheikh akasemaje? Wal amal, na amal huwa atharu al-amil, ni ile athari inayosababishwa na amil kwa ma'mul. Fayahsunu al-ihtimam bihadhihi al-umur ath-thalathati, fayahsunu, basi inakuwa ni vizuri, al-ihtimamu, kuvichukulia umuhimu, bihadhihi al-umur ath-thalathati, kuvichukulia umuhimu. Tayib, asa fayahsunu al-ihtimam bihadhihi al-umur ath-thalathati. Hapa ni kana kwamba shekhe anamwambia mwanafunzi au mtu yote mwenye kujinasibisha na nini? Na ilmu, kwa sababu elimu hauwezi kutambua kama hauna zile nyenzo zake. Na nyenzo za ilmu, na nyenzo miongoni mwa nyenzo za elimu ni lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu. Tamam, hakadha. Kwa sababu fayahsunu al-ihtimam bihadhihi al-umuri thalathan, bas ni vizuri kwa yoyote mwenye kujinasibisha na elimu, al-ihtimam, achukulie umuhimu, bihadhihi al-umuri thalathati, wa kuyatambua haya mambo matatu. Fayahsunu al-ihtimam, bas ni vizuri kwa kila mwenye kujinasibisha na elimu achukulie umuhimu, bihadhihi al-umuri thalathati, ayatambue haya mambo matatu ambayo ni amil, jambo la kwanza, ma'mul la pili, al-amal la tatu. Tamam, hakadha. Baada ya hapo Sheikh akaingia kutuelezea maana ya amil kwa upande wa lugha. Asema fal amil, na amil lughatan, kilugha huwa sifatun, ni sifa, bimaana dhatin, yenye maana ya kitu ambacho, huwa sifatun, ni sifa, bimaana dhatin, yenye maana ya kitu ambacho, thabata, kumethibiti, lahu, katika kitu hicho, al-amalu, kuathir. Sawa sawa, al-amalu
kuathiri kitu chengine. Fal-amil, bas amil lughatan kilugha huwa sifatun, ni sifa bimaana dhatin, yenye maana ya kitu. Sasa bimaana dhat, yenye maana ya kitu ambacho. Fal-amil, bas amil lughatan kilugha huwa sifatun, ni sifa bimaana dhatin, yenye maana ya kitu ambacho thabata, kumethibiti, lahu katika kitu hicho, al-amalu, kukiathiri kitu chengine. Ai, akimaanisha man ya'malu ala dawam, amil ni ule anayefanya utendaji wa kutia athari kwenye kitu chengine, ala dawam, katika hali ya kudumu. Wa in qalla amalu, hata kama ule utendaji wake ukawa ni mchache. Wal fa'il, na fa'il a'ammu minhu, na fa'il ina maana pana kuliko amil. Tamam, hakadha. Sasa utaona amesema ai, akimaanisha man ya'mal, katumia man. Man ni ism mausul liluqala, inayotumika kwa vile viumbe vyenye akili. Sasa lakini hapa amekusudia vile vyote vyenye kufanya utendaji kwa njia ya kudumu. Katumia man ala taghlib au ala sabili taghlib. Sasa kwa njia ya kuvipa ubora na nafasi kubwa vile vyenye akili kuliko ambavyo havina akili. Na haimaanishi kwamba vile ambavyo havina akili havifanyi, hapana, vinafanya, lakini yule mwenye akili akifanya anaonekana kuwa amefanya kitu cha maana. Tamam, hakadha. Lakini akasemaje, wal fa'il a'ammu minhu, na fa'il ina maana pana kuliko amil. Fa'il ni tamshi lenye maana pana kuliko amil. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Asifiki fa'il isipokuwa kwa utendaji. Na kila sehemu katika jumla ukikuta kuna utendaji umefanyika, basi fa'il lazima atakuwa anahusika. Ndio maana akasemaje, wal fa'ilu, na fa'il a'ammu minhu, yeye ana maana pana, kwa maana tamshi la fa'il lina maana pana kuliko ni tamshi la amil, kwa maana ambayo tumegusia hapo nyuma. Akaendelea kusema wastilahan, na kisheria, kwa maana baada ya kutuelezea amil kilugha akaingia kutuelezea amil kisheria. Akasema huwa ma aujaba kauna akhiri alkalimati ala wajhin makhsusin min raf'in au nasbin au khafdin au jazmin. Wastilahan, na kisheria, kwa maana amil inavyotambulika kwa mujibu wa wanazuoni wa lugha na wanazuoni wa nahau, huwa ma, ni kile kitu ambacho aujaba, kilichopelekea, au aujaba, kilichosababisha, kauna akhiri alkalimati, kuwa mwisho wa tamshi la Kiarabu, ala wajhin makhsusin, kuwa katika hali maalum. Huyo ndio nani? Ndio amil istilahan. Huwa ma, amil istilahan ni kile kitu ambacho aujaba, kilichopelekea au kilichosababisha, kauna akhiri alkalimati, kuwa mwisho wa tamshi la Kiarabu, ala wajhin makhsusin, katika hali maalum. Baada ya kutupa taarifu hiyo, akatuwekea min ya bayania, kutubainisha hiyo hali maalum ni hali gani. Akasema min raf'in, hali ambayo ni ya kuwa na raf'u tamshi hilo. Tamam, min raf'in, hali ya kuwa ni raf'u, kwa maana hali ya kuwa wa mwisho wa tamshi ni raf'un au nasbin au nasb au khafdin au kasra au jazmin au sukun. Tamam, hakadha. Huyo ndo amil. Kile chochote ambacho kinakuwa ni sababu ya kupelekea tamshi jingine ambalo liko mbele yake kupata athari ya kuwa na raf'u, athari ya kuwa na nasbu, athari ya kuwa na kasra, athari ya kuwa na sukun, basi hicho kinaitwa nini? Amil. Tamam, hakadha. Waqil, na kukasemwa ma yuathiru fil kalima, amil ni kile kinacho athiri katika tamshi, allati, tamshi ambalo laha mahallun, lina sehemu katika i'rab, bihaithu, kwa namna ambayo, yaj'aluha, amil analifanya tamshi hilo kuwa, bihaithu, kwa namna ambayo, yaj'aluha amil, amil analifanya tamshi hilo la Kiarabu ala wajhi makhsus, kuwa katika hali maalum min al-i'rab, katika zile hali za i'rab kama namna zilivyotajwa hapo nyuma. Hali gani? Hali ya kuwa na rafu, nasbu, khafdu au jazm. Tamam, hakadha. Kwa Sheikh akatueleza maana ya amil kwa upande wa lugha na istilaha, kisha akaingia kutueleza vigawanyo vya amil. Akasema wayanqasimu al-amil, na anagawanyika amil bi'tibari dhati, katika upande wa dhati yake,
ila 4 aqsam, katika vigawanyo vinne. Asma'in, kuna amil ambao ni asma, wa af'ali, na kuna amil ambao ni vitendo, wa hurufi, na kuna amil ambao ni herufi, wa ma'an, na kuna amil ambao ni maana. Tamam, hakadha. Akasema fal af'al, basi amil ambao ni vitendo, fal af'al, amil ambao ni vitendo, hiya al-asl, hao ndio asili, fil amal, katika kule kumuathir ma'mul. Tamam, fal af'al, basi wale amil ambao ni vitendo, hiya al-asl, ndio asili, fil amal, katika kumuathir ma'mul. Wa hiya, na hivyo vitendo, tarfa'u al-fa'ila wa tansibu al-maf'ula, vitendo vina mrufaisha fa'il na vinamnasibisha maf'ul. Wa nahwahu, na kitu chingine mfano maf'ul, mfano wake hal. Hal inanasibishwa na kitendo. Mfano kusema kwako jaa zaidun mashiyan, zaidi amekuja hali ya kuwa ni mwenye kutembea. Ile hal imekuwa ni mansub kwa sababu gani? Ya kitendo. Tamam, hakadha. Lakini pia mfano mwingine maf'ul li ajli, maf'ulun li ajli. Mfano kusema qumtu ijlalan li muallimi, qumtu ijlalan li muallimi, nimesimama kwa ajili ya kumtukuza mwalimu wangu. Tamam, kwa nahwahu na mfano wa maf'ul ni kama hivyo hal na maf'ul li ajli na majina mengine ambayo ni mansub. Tamam. Lakini katika hali gani? Idha kanat tammatan, idha kanat, akusudia idha kanat al-af'alu tammatan, vitakapokuwa hivyo vitendo ni tammatan. Tamam, hakadha. Kuna vitendo ambavyo ni tammatan na kuna vitendo ambavyo ni naqisa. Tammatan ni hivi ambavyo vinarufaisha fa'il na vinamnasibisha maf'ulin bihi na mfano maf'ulin bihi. Na vitendo ambavyo ni naqisa ni vile ambavyo vinamrufaisha ismu na vinamnasibisha khabar, au vinamnasibisha ismu طيب, vinamrufaisha ismu ambaye asili yake ni mubtada na vinamrufaisha khabar ambaye asili yake ni khabar. Tamam, hakadha. Mfano wake kana wa akhwatuha. Tamam, dhanna wa akhwatuha. Tamam, hakadha. Kwa hiyo al-af'alu at-tammatu ni vile ambavyo vitendo ambavyo ni tamma ni vile ambavyo vinamrufaisha fa'il na kumnasibisha maf'ulun bih, na vitendo ambavyo ni naqis ni vile ambavyo vinamrufaisha nani? Mubtada, na kumfanya kuwa ni ismu yake na kumrufaisha na kumnasibisha khabar. Mfano kusema kana Muhammadun rasula, Muhammad alikuwa ni mtume na ataendelea kuwa ni mtume. Tamam, hakadha. Kwa hiyo idha kanat tammatan, akusudia idha kanat al-af'al tammatan, vitakapokuwa vitendo ni tammatan. Wa tarfa al-isma tansibu al-khabara idha kanat naqisatan, na hivyo vitendo pia vina mrufaisha ismu ambaye asili yake ni khabar. Wa tansibu al-khabara, na vinamsababisha khabar idha kanat, vitakapokuwa naqisatan ni naqisatan. Tamam. Kwa hivyo vyote hivyo ni katika awamil, ni katika nini? Awamil, vitenda kazi ambavyo mbeleni tutakuja kuvisoma, lakini huu ni mukaddima ambao ni athnabudi tuupitie. Tamam, hakadha. Akasema wa amma al-asma, na ama majina ambao ni yenye kusifika na kutenda kazi, kwa maana yenye kusifika na kumuathir ma'mul, fal aslu fiha alla ta'mal, asili katika hayo majina alla ta'mal ni kutofanya kazi, ni kutofanya kazi, lakini baadaye yakatiwa katika nini? Katika sifa ya kuwa ni yenye nini? Kufanya kazi. Kufanya kazi kwa maana ni yenye kumuathir ma'mul. Tamam, hakadha. Akasema wal asma'ul 'amilatu 11, na majina yenye kumuathir ma'mul 11 ni majina mangapi? 11. Akaanza kuyataja ismul fa'il, wasmul maf'ul, wasifatul mushabbahatu, wasmut tafdhili, wasmul fi'li, wal masdaru, wadh-dharfu. Na aliposema dharfu anakusudia dharful makan wa dharfuz zaman. Tamam. Wal jaru, na chenye kujurisha, wal majrur, na chenye kujurishwa.
Chenye kujulisha ni kile chenye kutia athari ya kasra katika jina. Tamam. Wal majrur, na chenye kujurishwa ni kile chenye kutiwa nini? Athari ya kasra. Wal mudhafu, na mudhafu. Wal ismu tam, na ismu ambao ni tam. Wal muawwal bil mushtaq, na ismu ambao ni muawwal bil mushtaq. Haya yote tutakuja kutajwa mbele ya kitabu chetu au ndani ya kitabu chetu ambacho nini tutaanza kukisoma siku si nyingi. Tamam, hakadha. Lakini tuligusia labda hili wal muawwal bil mushtaq. Al muawwal bil mushtaq ni jina gani hilo? Al ismu al muawwal bil mushtaq, jina lenye kufanywa taawil, kwa maana lenye kufasiriwa kwa maana ya jina la mushtaq, ni ile al ismu al jamid, ni ile jina ambalo ni jamid. Jina jamid ni ile jina ambalo halijatoholewa kutoka kwenye sehemu yoyote. Tamam, asili yake nilipo hivyo, sawa sawa, na limeanza kutumika hivyo hivyo. Tamam, hakadha. Jina hili ambalo ni jamid, ambalo linaitwa al-muawwal bil mushtaq, lenye kufasiriwa kwa maana jina la mushtaq, mfano wake ismu ishara ya hadha. Ismu ishara ya hadha inapotumika katika hali gani? Mfano kusema maraltu bi zaidin hadha, nilipita karibu na Zaidi, hadha, huyu. Sasa ile hadha katika sehemu kama hii ina maana gani? Ina maana al-hadhiru indana, huyu Zaidi ambaye yuko mbele yetu hivi sasa, nilipita karibu na yeye. Kwa hiyo tunaona mkuja hadha lakini bi maana al-hadhir. Sasa al-hadhir ni ismu fa'il ambao ni mushtaq. Kwa hiyo imetumika hadha kwa maana ismu fa'il ambao ni al-hadhir. Tamam. Lakini pia mfano kusema mtu raaitu dha malin, nimemuona mwenye mali. Ile dha ni katika asma sita. Tamam, ikiwa na maana ni sahib, ikiwa na maana ya sahib. Kwa hiyo naposema raaitu dha malin, na kusudia raaitu sahiba malin, nimemuona yule mwenye kumiliki mali fulani. Raaitu sahiba mali, nimemuona yule mwenye kumiliki mali fulani. Asa sahib ni ismu fa'il, nao ni ismu mushtaq. Tamam. Kwa hiyo dha hapa imetumika kuwa ni dha lakini kwa maana ya sahib. Lakini pia ismu nasab, ismu nasab, jina la nasab, jina ambalo ni nasab pia ni katika al-asma, kwa maana nalo pia ni nini? Al-ismu al-muawwal bil mushtaq. Ismu nasab, jina la nasab, nao ni al-ismu al-muawwal bil mushtaq. Mfano kusema raaitu ulama ash-shafi'iyya, raaitu ulama ash-shafi'iyya, nimewaona wanawazuoni wa madhhabu ya Shafi'i. Maana yake ni vipi? Raaitu al-ulama al-mansubina ila ittiba'i fiqh al-imam ash-shafi'i. Maana yake ni vipi? Raaitu al-ulama al-mansubin ila ittiba'i fiqh al-imam ash-shafi'i. Kwa hiyo ile ash-shafi'i ambayo ismu nasab pale imetumika kwa maana ya al-mansub. Al-mansub, na al-mansub ni ismu al-maf'ul, na ismu maf'ul bila shaka ni ismu mushtaq. Kwa hiyo haya pia yanachukua nafasi ya kuwa ni amil, au jina hili pia linachukua nafasi kwa nini? Ni amil. Jina gani? Al-muawwal bil mushtaq, jina ambalo asili yake si mushtaq, ni ismu jamid, lakini linatumika kwa tafsiri ya ismu mushtaq, linatumika kwa tafsiri kuwa ni kama ismu mushtaq. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema Sheikh, wa amma al-huruf al-amilatu, ama herufi zenye ku muathir ma'mul, fahiya khamsatu nazni tano, wa hiya huruf al-jar, ni herufi za jar, wa inna wa akhawatiha, na inna na ndugu zake, wal mushabbihatu bi laysa, na zile herufi zenye kufanana na laysa, kama zenye kufanana katika utendaji na laysa. Mfano wake ma al-hijaziyya, ma al-hijaziyya. Tamam, hakadha. Wan nawasibu, na venye kunasibisha, kwa maana lan, sasa na ile an masdaria na nyinginezo. Wal jawazim, na herufi zenye kujazimisha, kwa maana herufi zenye kutia alama ya sakina katika af'al. Tamam, hakadha. Wa amma al-maani allati takunu amila, ama maana ambayo yanakuwa ni yenye kumuathir ma'mulum, fayati dhikruha fi at-taqsim ath-thani, kutakuja kutajwa kwake katika kigawanyo cha pili. Tamam, hakadha.
Akaendelea kusema Sheikh, wayanqasimu al-amil aidan, na anagawanyika amil vile vile bi'tibari sifati, katika upande sifa yake, ila qismain, katika vigawanyo vile. Amilin lafdhiyin, kuna amil ambaye lafdhi ambaye ni kigawanyo cha kwanza, wa amilin ma'nawi, na amil ambaye ni ma'nawi. Wa hadha taqsim, na hichi kigawanyo pia sayadhkuruhu al-musannif rahimahullah, atakuja kukitaja hivi punde kwenye kitabu chake nani, mtunzi wa kitabu ambaye ni al-Imam Abdul Qahir ibn Abdul Rahman al-Jurjani. Tamam, hakadha. Sheikh baada ya hapo akaona tutajie al-awamil lafdhiyya, vile vitendakazi ambavyo ni vya kimatamshi. Akasema wal awamil lafdhiyya, na vitendakazi ambavyo ni vya kimatamshi, hiya allati dhakarnaha al-an, ni vile ambavyo tutavitaja, ni vile ambavyo tumeshatangulia kuvitaja hivi punde au hivi sasa, ambavyo ni hivyo vya juu. Tamam, hakadha. Kwa sababu vyote hivi ni vya kimatamshi, vinatamka, yani vinatamkika katika ulimi na vinafahamika katika moyo. Amil lafdhiyya ni yule ambaye anatamkika katika ulimi na anafahamika katika moyo, moyo kwa maana fahamu. Tamam, hakadha. Na amil ma'nawiyya ni yule ambaye hatamkiki, kwa maana haonekani kiasi akatamkwa, lakini anafahamika katika moyo kwamba yuko sehemu fulani. Sawa sawa, na moyo tumesema nini, ni fahamu. Tamam, hakadha. Kwa anasema wal awamil lafdhiyya, na vitendakazi ambavyo vya kimatamshi, hiya allati, ni vile ambavyo dhakarnaha al-an, tumetangulia kuvitaja hivi sasa, ambavyo ni nini, asma wa af'al wa huruf. Tamam. Baada hapo akaingia kuvitaja al-awamil al-ma'nawiyya, akasema wa amma al-awamil al-ma'nawiyya, ama vitendakazi vya kimaana, fa fiha kathirun minha khilafun, fa fiha, katika vitendakazi hivyo, kathirun minha, kiasi kikubwa ya vitendakazi hivyo, khilafun, kuna khilafu ndani yake. Tamam, hakadha. Na utaona pia hata mtunzi wa kitabu chetu al-Imam Abdul Qahir al-Jurjani, yeye amevitaja viwili tu, viwili hivyo ni muttafaqun alayhi, sasa vimekubaliwa. Sasa vimekubaliwa, na hivyo nini, al-ibtida na atajarrud min an-nas wal jawazim. Lakini hivi vingine vilivyobakia vina ikhtilafu ndani yake, ndio maana yeye mtunzi hakuvitaja, lakini hapa shekhe atavitaja vyote. Tamam. Kwa akasemaje, wa amma al-awamil ma'nawiyya, ama vitendakazi vya kimaana, fa fiha, ndani ya vitendakazi hivyo, kathirun minha, asilimia kubwa ya vitendakazi hivyo, khilafu, kuna khilafu kati ya wanawazuoni. Wa ashharu ma yaj'aluhu an-nuhatu 'amilan ma'nawiyya 10, wa ashharu ma, na kiasi kikubwa ambacho yaj'aluhu an-nuhatu, wanawazuoni wanahau wamekifanya kuwa ndio amilan ma'nawiyya, kuwa ndio amil ma'nawiyya 10, sawa, ni kiasi cha vitendakazi 10. Wa hiya nafi al-ibtida, tutakuja kuona vipi ibtida ni amil, wa tajarrudu min an-nasib wal jazim, na kuepukana fi'l mudhari na chenye kukinasibisha, au wa tajarrud, na kuepukana fi'l mudhari'un min an-nasib, kutokana kile chenye kuinasibisha fi'li hiyo, wal jazim, na chenye kukitia sakin na fi'li hiyo, wa talab, na fi'l amri, wa talab na fi'l amri, kwa maana kule kutaka, wa talab na kutaka, kwa maana fi'l amri, wal idhafa, na idhafa, wa tabi'iyya, na tabi'iyya. Tabi'iyya ni ile hali ya jina kufuata hukumu ya kile kilicho mtangulia, mfano wake naati, tamam, atfu, wa halu majar. Wal mukhalafa, na mukhalafa. Wal fa'iliyya, na utendaji. Wal maf'uliyya, na utendwaji, tamam, au kutendewa. Tamam. Wal fa'iliyya, na utendaji. Wal maf'uliyya, na kutendewa. Wal mujawara, na kukaribiana. Wat tawahum, na kudhania. Tamam, hakadha. Hivi ni vitendakazi ambavyo vingi kati yake vina ikhtilaf, lakini viwili ndivyo ambavyo havina ikhtilaf ndani yake, navyo pia vimetajwa ndani ya kitabu hichi, tutakuja kuviona huko mbele. Tamam, tukisema tushereheshe kila kimoja hapa tutachelewa. Wala awamil lafdhiyya, na vitendakazi vya kimatamshi, tanqasimu ila qismain. Tamam, nao vinagawanyika katika vigawanyo viwili, kama sayadhkuruhu al-musannif, kama namna atakapokuja kuvitaja mtunzi wa kitabu chetu. Al-awwal al-awamil al-qiyasiyya, kigawanyo cha kwanza cha vitendakazi vya kimatamshi, al-awamil al-qiyasiyya, ni vile vitendakazi vya venye kukisiwa, kwa maana sio vya nini, sio samaia, venye kukisiwa. Wa hiya 11 amila, na ni vitendakazi 11,
ala sahihi, kwa kauli ambayo ni sahihi. Wa hiya al-fi'l, navyo ni kitendo, wasmul fa'il na ismu fa'il, wasmul maf'ul na ismu maf'ul, wasmul fi'l na ismu fi'l, wal masdaru na masdar, wal sifatul mushabbahu na sifatul mushabbah, wasmul tafdhil wal mudhaf wal jar wal majrur wal dharf wal ismu tam. Tamam, kama namna tulivyoeleza kule nyuma. Tamam, hakadha. Wathani, na kigawanyo cha pili cha al-awamil lafdhiyya ni al-awamil as-sama'iyya, ni vile vitendakazi vyenye kufahamika kwa kuwasikia wale wenyewe wakivizungumza ambao ni Waarabu. Wa hiya sab'atu, navyo ni saba. Huruful jarri, akaanza kutaja huruful jarri, herufi za kujurisha, wa huruful mushabbahatu bil fi'l, na herufi zenye kufananishwa na kitendo katika utendaji wake. Al mushabbahatu bi laysa, kwa maana wal mushabbahatu bi wal mushabbahatu bi laysa, na herufi zenye kufanana laysa katika utendaji. Wa nawasibul mudhari, na venye kunasibisha fil mudhar. Wa jawazimuhu, na venye kujazimisha. Wal af'alu naqis, na af'alu naqis. Wal adadu alladhi yansibu tamyizahu, na ile idadi ambayo inasibisha tamyizi yake. Hivi vyote tutakuja kuona uchambuzi wake ndani ya kitabu chetu. Tamam, hakadha. Sheikh ametanguliza mukaddima mfupi kuvielezea vyote ili mtu apate mwangaza kidogo. Tamam, hakadha. Wayanqasimu al-amil aidan bi'tibari amalihi ila arba'ati aqsam, na amil pia anagawanyika vile vile bi'tibari amali, katika upande wa utendaji wa kikazi, ila arba'ati aqsam, katika vigawanyo vinne. Wa huwa amilur rafi, kuna amil ambaye kazi yake ni kurufaisha tu. Wa amilun nasbi, na kuna amil ambaye kazi yake ni kunasibisha tu. Wa amilul jazmi, na kuna amil ambaye kazi yake ni kujazimisha tu. Wa amilul jarri, na kuna amil ambaye kazi yake ni kujurisha tu. Tamam, hakadha. Lianna al-amala, kwa sababu amal kwa maana athar, wa huwa al-i'rab, nayo ni i'rab. I'rab ni yale mabadiliko yanayopatikana nini mwisho wa maneno kwa kupitia nini vile vitendakazi tofauti tofauti. Tamam, hakadha. Kwa lianna al-amal, kwa sababu athar inayosababishwa na amil, wa huwa nayo athari hiyo al-i'rab ni yale mabadiliko yanayopatikana mwisho maneno, la yakunu athari hiyo haiwi ghaira hadhihi al-arba'at, isipokuwa katika hizi hali ngapi? Hali nne. Wa hiya, nazo hali hizo, ar-rafu ni rafu, wan nasbu na nasbu, wal khafdu na khafmu, wal jazmu na jazmu. Tamam, hakadha. Kwa leo inshallah taala tutakuwa tumetabaruku na mukaddima mfupi ambao Sheikh anatupa mwangaza kidogo kuja ili kuweza kufahamu mbele tutakuja kusoma kitu gani. Wa ila huna ntahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.